Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Unjambo, ni asubuhi njema ambapo mpenzi mtazamaji ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Nikitumai kwamba weekend yako ilikuwa ni ya baraka na hiyo jana uliweza na kuhudhuria ibada na pia ukaweza kubarikiwa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo maana ameweza na kutubariki na asubuhi mpya kwetu ambayo tunasema kwamba ni njema. Na pia akaweza na kutubariki na siku mpya, wiki mpya ambapo wale na kukumbusha kila wakati tunafaa kumshukuru. Maana kama sio yeye tungekuwa kweli. Maana kama sio yeye, kama ingekuwa ni kwa sababu ya watu wengine waweze na kutubariki na uhai wengine wetu hatungeamka katika uso wa dunia. Lakini ni kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ameweza na kutubariki na huo uhai ili tukaweze na kuona siku ya leo, tukaweze na kushuhudia pia ukuu wake na mengi tu ambayo amekusudia kutubariki nayo tukaweza na kuyashuhudia na pia kuyaona kupitia kwa macho yetu. Hivyo basi karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tutakuwa pamoja naye kuanzia leo hii wiki yote akatufundishe mengi, akatubariki na mengi kupitia neno la Mwenyezi Mungu kulingana na vile ambavyo Roho wake hataweza na kumuongoza. Sio mwingine mbali ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate. Ndiye tutakuwa naye akituletea hilo neno, akituinua kiroho ambapo ninaamini kwamba siku ya leo haitakuwa tu ni siku ya kawaida kwako na pia hata hii wiki yote haitakuwa tu ni kama zile wiki zingine, bali utaweza kuwa unapokea baraka kila wakati. Ni mimi wako Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba karibu sana ili tukaweze na kufuatilia kipindi pamoja. Jambo watazamaji, ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia. Mungu ametuonekania, tuko na furaha kwa maana Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, kwa maana ni Mungu asiyeshindwa. Naomba niwakaribishe katika ibada ya asubuhi ya leo ili tukaweze kuwa kwa pamoja na tukaweze kubarikiwa. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi asubuhi ya leo. Imindiwa Baba wa mbinguni na tukuka ukiwa kitini chako cha enzi. Tuomba Baba wa mbinguni ukatubariki na hata Baba wa mbinguni ukatuonekanie. Bariki watazamaji wa siku ya leo na neema yako izidi na kututosha zote. Neno lako likaweze kututia nguvu, neno lako likaweze kutuinua, neno lako likaweze kutuonyesha Baba wa mbinguni njia ambayo Baba wa mbinguni tunaweza pitia Baba wa mbinguni ili tukaweza kufika mbinguni. Kuwa nasi Baba wa mbinguni na ututende sawa sawa na mapenzi yako. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Leo tutaweza kuenda kuzungumzia mada ya siku ya leo ambayo tutaweza kuitoa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ni ya 4, mstari ni wa 13. Matendo ya Mitume sura ni ya 4, mstari ni wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwanjua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hiyo neno inanguzia kwa maana kipengele ama wazo la siku ya leo yenye tutakuwa tunaangalia, hata tutakuwa tunaipitia wiki mzima, itakuwa kuwa na Yesu ama kutembea na Yesu ama kukaa na Yesu. Neno ni kukaa na Yesu, kuwa na Yesu na kutembea na Yesu. Na ndio maana tumeona hapa ambapo tumesoma, tumeambiwa mambo mengi kuhusu Petro na Yohana. Yohana tunaambiwa walikuwa watu ambao hawakuwa na elimu, hawakuwa na maarifa, yani hawakwenda shule wakasoma shule ya juu, masomo ya juu, lakini walikuwa wakiongea
wakizungumza na watu walikuwa wanastaajabu, watu walikuwa wanashangaa, kwa maana walikuwa wamebeba uwepo wa Mungu. Ni jambo la muhimu, mtazamaji wa siku ya leo, mtazamaji wa asubuhi ya leo, ili tukaweze kubeba utukufu wa Mungu, ili tukaweze kukumbali Mungu akaweze kutuongoza, ili tukaweze kukumbali Mungu akaweze kukaa ndani ya mioyo yetu, kwa maana akiishi ndani ya mioyo yetu na kukaa nasi na kutembea nasi, hakika tutaweza kushinda. Kwa hivyo kuwa na Yesu ni jambo la maana, ni jambo la muhimu, ni jambo linalotutia nguvu, ni jambo hata linalotuinua wakati ambapo wengine wanaona tuko chini, wanatudhalilisha. Kuwa na Yesu kuna kuinuliwa, kuna kuonekaniwa, na pia zaidi ya yote kuna kubarikiwa. Kuna mambo ya msingi ambayo tutaweza kuyazungumzia ili kwa mtu ambaye ako na Yesu. Jambo la kwanza, kukaa na Yesu umbadilisha maisha ya kawaida kuwa ya kipekee. Yaani ukikaa na Yesu unakuwa mteule wa Mungu. Ukikaa na Yesu unakaa maisha ya uteua, maisha ambayo yanampendeza Mungu, maisha ambayo hata yanauzisha Mungu katika kila hatua. Kwa maana kukaa na Yesu unakuwa mfuasi wa Yesu na unatembea katika kila jambo ufanyalo, na katika kila tendo utendalo unatenda kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ni jambo la muhimu ili tukaweze kukaa na Yesu, ili akaweze kumbadilisha mtazamo wetu, ili akaweze kumbadilisha maisha yetu. Kwa maana tumeambiwa ukikaa na Yesu, ukiwa na Yesu, Yesu ataweza kumbadilisha mtazamo wako. Kukutana na Yesu umbadilisha utambulisho. Yaani ukikutana na Yesu, Yesu akiwa ndani yako, Yesu akifanya ndani yako, Yesu akitenda ndani yako, unabadilisha mambo yanabadilika, na pia utambulisho wako unabadilika. Kwa maana ni jambo la muhimu ili tukaweze kujua kutembea na Yesu. Ni jambo ambalo tunatakiwa sisi wote kama watazamaji, sisi zote kama Wakristo, sisi zote kama kina nani, katika ile lengo, katika ile cheo uko nayo. Ni jambo la muhimu sana kukaa na Yesu na kuwa na Yesu ndani yako na kutembea na Yesu. Jambo la pili la msingi, kukaa na Yesu uzaa ujasiri unaoshinda hofu. Hapa tunaona Petro na Yohana walikuwa wanaongea wakiwa hawana woga, wakiwa hawana wasiwasi, wakiwa wamesimama tisiti, ili wakiwa na msimamo, ili wakaweze kumtambulisha huyo Mungu, ili wakaweze kueneza injili ya Yesu. Hata kama hawakuwa wamesoma, tunaona walikuwa wanaongea na watu walikuwa wanawasikiliza, na watu walikuwa wanatenda kulingana na mapenzi ya Mungu kama vile wameelekezwa na hao watumishi wa Mungu ambaye ni Petro na Yohana. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ili tukaweze kuwa na ukaribu na Yesu. Kwa maana ukiwa na ukaribu na Yesu, unakuwa na msimamo, unasimama imara katika imani. Yaani hata majaribu yakija, hakuna kustingizika, hakuna hata kushikwa na hofu, hakuna hata kuona ni kama Mungu amekuacha. Unaona niko na Mungu, na huyu Mungu atanielekeza, na huyu Mungu ataniongoza, na huyu Mungu ataweza kunitoa katika majaribu niliyo nayo. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana ili tukaweze kukaa na Yesu, ili akaweze kutupa ujasiri unaoshinda hofu ya ulimwengu, unaoshinda maisha ya ulimwengu, na unayoshinda mambo ambayo ni ya ulimwengu, ambayo tumeambiwa tukikaa na Yesu na tukiwa na Yesu ndani yetu, tutaweza kuwa na msimamo na tutaweza kusimama imara katika imani. Jambo la tatu, ili ukiwa unakaa na Yesu, ushahidi wa kweli wa kuwa mwanafunzi wa Yesu na mabadiliko ya tabia tambaka, lakini si maneno.
Kuna watu ambao wanabadilisha maneno kila wakati. Lakini ukiangalia tabia yao ni ile ile, hakuna mabadiliko. Hakuna akihubiriwa hata hakuna kitu ambacho anashika. Akihubiriwa hakuna kitu ambacho anachukua na anaenda kupractice ama anaenda kutia maanani. Kwa hivyo ni jambo la muhimu msikilizaji na mtazamaji, ili tukaweze kujua ya kwamba ukiwa na Yesu ushahidi wako unaongezeka na unazidi kumtangaza huyo Yesu. Na ukimtangaza huyo Yesu anabadilisha tabia yako, anabadilisha mahusiano yako na anabadilisha tabaka yako, na zaidi ya yote maneno yako hata yanakuwa maneno ya heshima na maneno ambayo ni ya kupendeza mbele za Mungu. Jambo la 4, dunia huona alama ya uwepo wa Yesu hata bila kutangazwa ama kutangaziwa. Hapa tunaona hakuna mtu alienda kutangaza juu ya Petro na Yohana, lakini walikuwa wanafunzi wa Yesu, walikuwa wafuasi wa Yesu, na ndio maana tunaona uwepo wa Mungu ulionekana ndani yao, kwa maana walipokuwa katika makutano wakihutubia, hata wakihubiri katika makutano, watu walikuwa wanawasikiliza. Pia vile vile watu walikuwa wanaokoka. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana wapendwa. Ni jambo la kutia maanani, kwa maana tukiwa na Yesu tunabeba alama za Yesu ndani ya mwili wetu, katika matendo yetu, katika maneno yetu, katika kila jambo, hata katika tabia zetu tunabeba uwepo wa Mungu. Si lazima utangazwe, si lazima usemwe, si lazima hata uambiwe upitie hapa, lakini ukiwa na Yesu ndani yako una mwelekeo, unakuwa mtu wa kielelezo, unakuwa mtu ambaye ni wa kuaminiwa. Wapendwa, ni jambo la muhimu sana ili tukaweze kufuata hayo mambo 4, ili tukaweze kuwa na ukaribu na Yesu, na tukaweze kukaa na Yesu, na tukaweze kutembea na Yesu, na tukaweze kuishi naye katika kila jambo, naye ataweza kufanikisha mambo yetu na ataweza kutuonekania. Asante mtazamaji wa siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuonekanie, Mungu atubariki sisi zote na akaweze kubariki neno lake. Amina. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umeweza kuwa nasi. Baba wa mbinguni, bariki watazamaji wa siku ya leo. Baba wa mbinguni, wainue. Baba wa mbinguni, waonyeshe njia zako. Baba wa mbinguni, ili wakaweze kuzifuata. Walio na mahitaji, Baba wa mbinguni, watimizie mahitaji ya mioyo yako na mioyo yao. Baba wa mbinguni, neno yako ikazidi Baba wa mbinguni kukita mizizi ndani ya mioyo yao, na ukazidi kuwa Mungu, kwa maana wewe ni Mungu mweza wa yote, na wewe ni Mungu usiyeshindwa, na wewe ni Mungu mwenye mamlaka na Mungu mwenye uweza. Tenda nasi Baba wa mbinguni, na kuwa nasi siku yote Baba wa mbinguni, hata ukaweze kutubariki na riziki ya siku ya leo. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Ujasiri unatokana na Yesu mwenyewe. Sio kwa sababu ya vile ambavyo umeweza na kusoma, yani masomo ya kidunia. Sio kwa sababu ya vile ambavyo yani wewe unatambulikana kwa watu. Lakini ujasiri unatokana na Yesu mwenyewe. Petro na Yohana walikuwa na ujasiri mwingi kwa sababu ya Yesu ambaye alikuwa ndani yao. Na pia katika hayo ambayo tumeweza na kufundishwa asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, tumeweza na kujua tena pia mafanikio ya kiroho. Mafanikio ya kiroho hayaangalii kiwango cha elimu ya dunia. Unaweza kuwa tu umesoma, hatujasema kwamba masomo ama kusoma ni vibaya. Lakini unaweza kuwa umesoma lakini mafanikio hauna. Lazima uwe ndani ya Yesu ili akaweze kukufanikisha katika kila jambo ambalo unalitenda ama unalifanya ama unakusudia kulifanya. Ukiwa ndani ya Yesu ataweza na kukufungua macho ili ukaweze na kuona vipi ambavyo utaweza na kufanyia yale malengo yako ili yakaweze na kutimia. Lakini ukiwa na masomo bila huyo Yesu,
utakuwa unaonekana ni yule ambaye maybe hajafanikiwa, utakuwa unashangaza wengi. So ni kusema ya kwamba uwe umesoma na bado Yesu awe ndani yako ili mambo yako yakaweze na kufaulu. Na pia ushuhuda wa maisha unaweza kuonyesha kuwa tumekuwa na Yesu. Ushuhuda wa maisha, yale yote ambayo tumeweza na kukumbana nayo, yale yote kama ni changamoto, ule ushuhuda ambao uko nao, vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza na kukutendea, akaweza na kukuinua, akaweza na kukusaidia kutoka hapa kuenda mahali ingine. Yani Mwenyezi Mungu akakuinua kiwango kutoka hiki kuenda kingine. Kwa sababu gani? Ujasiri. Kwa sababu ushuhuda kupitia kwa maisha. Nguvu ya Roho Mtakatifu hubadilisha hata mtu. Kama sio nguvu za Roho Mtakatifu, Petro na Yohana hawangekuwa na nguvu hata ya kufanya kazi, hata ya kufanya hata miujiza, kama sio Roho Mtakatifu na nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumtegemee Mwenyezi Mungu kila wakati na tuone kwamba ataweza na kutusaidia. Pia tumeweza na kujua kwamba huo ujasiri wa kweli na ushuhuda na imani unatokana na kumjua huyu Yesu, mbali sio elimu ya dunia. Tutafute kumjua huyu Yesu. Tutafute vile ambavyo Yesu atakaa ndani yetu kila wakati. Tuzidi na kuamini huyu Yesu. Tukimwamini tutaweza na kufanya makuu, tutatenda makuu. Tukimwamini ataweza na kututendea, kama vile ambavyo Petro na Yohana waliweza na kuamini na wakawa na ujasiri ndani ya Yesu, maana huyo Yesu alikuwa ndani yao. Yesu akiwa ndani yetu, tutafanya mengi, tutainuliwa. Mungu ataweza kutusaidia hata na kufanya mengi. Na kuombea hata wagonjwa wakaweze na kupona, maana yani tuko na ujasiri wa kujua kwamba Yesu akiwa ndani yetu hakuna kile ambacho tutaweza na kushindwa kukifanya. Mungu na atubariki. Pastor, Mungu na akubariki. Ilo fundisho ambalo umeweza na kutuletea, Mwenyezi Mungu na atusaidie. Roho wake Mtakatifu atusaidie kuelewa kwamba yani nguvu, ushuhuda wa kweli, ujasiri wa kweli unatokana na kumjua Yesu mwenyewe, na kuwa Yesu akiwa ndani yetu tutaweza na kufanya mengi kama vile Petro na Yohana. Kuwa na wakati mwema mpenzi mtazamaji, na tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze kubarikiwa tena. Bye bye.